Karibu kwenye somo letu la leo. Tugusie pointi yetu ya 4. Tunaona Misri, Musa pamoja na kitabu cha Kutoka, mwaka wa 1879 KK. Tumesema KK inamaanisha kabla wakati wa kawaida, inamaanisha kabla kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa Kiswahili kingine. Kwa hiyo watoto wa Abrahamu waliishi Misri kwa muda wa miaka ya kutosha. Miaka mingi sana walikuwa wameishi Misri. Soma kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 17. Muda ulipofika, Mungu akamuinua mtu ambaye aliitwa Musa ili kuweza kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Na Mungu alimuita Musa kutoka katika mlima wa moto. Yes, mlima ambao ulikuwa ukiwaka moto. Naamini tunakumbuka sote. Ulikuwa unaungua lakini hakuwa na moto. Mlima huo au kichaka hicho kilikuwa kikiungua lakini moto ulikuwa kabisa sijui hauonekani kwa Kiswahili kingine. Na Musa akaweza kujitambulisha. Mungu akajitambulisha kwa Musa, maana Mungu tayari alikuwa anamfahamu Musa. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa kwamba yeye anaitwa Yawe. Yawe akimaanisha kwamba mimi niko ambaye niko. Huyo ndiyo Yawe Bwana. Yaani iko ambaye yuko miaka yote, siku zote yeye alikuwa yuko. Na pia katika jina la Yawe au mimi niko alionyesha hali ya umilele kama agano takatifu ambalo Mungu aliweka kati ya yeye na wana wa Israeli. Na alikuwa pale ili kuweza kutekeleza ahadi yake ambayo aliweka na Ibrahimu na Abrahamu. Kwa hiyo Mungu akamtuma Musa kama vile mpatanishi. Mtu ambaye angelisimama kati ya watu wawili, kati ya Farao na watu au na wana wa Israeli, kati ya wana wa Israeli na Farao. Kwa hiyo Mungu alimtuma Musa kwa Farao ili aweze kuwaondoa wana wake ambao walikuwa wanateseka Misri bila msaada wowote. Na Mungu aliweza kupeleka maono kwa Farao au maonyo kwa Farao, lakini Farao alikuwa kabisa mwenye moyo mgumu na akakataa kusikia. Kwa hiyo imechukua kipindi cha miezi 6 hadi miezi 9 Mungu akimuonyesha Farao awaache wana wa Israeli. Lakini Farao alikataa katu. Alikuwa na upinzani mkubwa sana akikataa kuweza kuwatoa wana wa Israeli. Kwa hiyo kuna mapigo mengi ambayo yamefanyika, pigo la kwanza, pigo la pili, mapigo kadha wa kadha. Lakini kwenye pigo la mwisho, hapo ndipo Farao alipokubali kuwaondoa wana wa Israeli. Soma Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa 1 na wa 4. Pia ujisomee ile kitabu cha Kutoka 4 mstari wa 22. Kwa hiyo Mungu anawaongoza wana wa Israeli kuwatoa katika nchi ya Misri, kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Na hapa Mungu anawaita wana wa Israeli mwanangu, mwanangu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata kama wangeliweza kutoka katika nchi ya Misri, iliwabidi wapitie mapambano mengi sana. Hii inatuonyesha kwamba Mungu anapotupatia baraka, wakati mwingine zile baraka lazima tuzipiganie. Baraka tayari ziko, lakini tusipopigania zile baraka, tunaonekana sisi ni watu wa hovyo. Ukombozi umeonekana katika Agano la Kale, yes, na pia katika Agano Jipya tunakuwa pia na ukombozi wa umilele. Ukombozi ambao unaonekana katika hali ya kumtoa Kristo kama vile mpatanishi mkuu wa Mungu na binadamu. Pia Musa alikuwa mpatanishi kati ya Farao na wana wa Israeli. Kwa hiyo Kristo naye pia alikuja kutukomboa sisi kama vile kanisa kutoka katika anguko la dunia
katika anguko la dhambi ili kutupeleka twende tukaishi milele na milele pamoja na Baba yetu aliye mbinguni.